vijana wetu. Rais William Ruto ameanza ziara ya siku 4 katika eneo la Gusii kwa lengo la kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo katika kaunti za Kisii na Nyamira. Mwanahabari wetu Crispin Otieno yuko katika msafara huo wa rais na sasa anaungana nasi moja kwa moja. Crispin, tueleze mko sehemu gani na kipi kinachoendelea kwa sasa? Na Nimrod, hapa nipo sehemu ambalo linajulikana kama Bobaracho, sehemu ambayo linapakana na kaunti ya Nyamira, na ulivyosema tayari Rais William Ruto ameanza ziara yake ya siku 4 katika eneo nzima la Gusii. Rais alifika katika kaunti ya Kisii hapo jana jioni na kuanza na eneo la Gusii Stadium ambapo alikuwa anahudhuria hafla ya mpira, kisha baadaye akazindua ile ujenzi wa uga wa kihistoria wa Gusii ambayo itakuwa ikigharimu kima cha shilingi milioni 900 ili kuhakikisha kwamba uwanja huo wa Gusii umefika katika viwango vya kitaifa. Na mapema saa hii Rais Ruto tayari amefika katika eneo la Ikonge kuanza ziara yake rasmi. Lengo kuu ni kwa minajili ya maendeleo ili kuhakikisha kwamba eneo nzima la Gusii vile vile imekuwa eneo mojawapo ambapo rais anatarajia kwamba itakuwa ikimuunga mkono katika azma yake ya kuwania awamu ya pili katika uongozi wa taifa. Na vile vile hapo jana baada ya kutamatisha shughuli ambayo ilikuwa ikiendelea katika uga wa Gusii, alifanya mkutano na viongozi wote ambao wamechaguliwa katika eneo nzima la Gusii katika ikulu ndogo ya inayopatikana katika kaunti ya Kisii. Hebu wacha tusikie viongozi ambao waliandamana na rais, akiwemo rais mwenyewe na vile vile waziri wa elimu Migos Ogamba pamoja na gavana wa kaunti ya Kisii. Walikuwa wanazungumzia masuala kama gani katika uga wa Gusii hapo jana jioni. Mimi niko hapa kesho hiyo ingine kwa sababu hapa Kisii pia ni nyumbani kwa hasla. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nimekuja hapa kazi. Niko na barabara 8 mpya ambayo mimi naanzisha hapa Kisii na Nyamira. Mimi nimekuja hapa kuanzisha ile airport yetu ya Suneka hapa ambayo imechelewa miaka nyingi. Mimi nimekuja kuanzisha hiyo airport. Niko na pesa yake, niko na contractor, ndio hapa watu wa Kisii muwe na uwanja wenu wa ndege. Rais, wacha nikushukuru kwa kupea Shaban Abbas, nikushukuru kwa kuleta stadium hapa kubwa, nikushukuru kwa ile maendeleo yote umeleta Kisii. Nasema kwa on behalf of all the Kisis, we thank you, Your Excellency, for the good work you are doing. Kuna mambo kidogo tutaomba wewe. Nataka nishukuru kwa barabara kilo 5 mito ulinipa Nyanchwa hapa. Nishukuru kwa sababu ya soko ya daraja 2 ambayo pia umenipa bilioni 1. Nataka nikushukuru kwa sababu ya Nyambera milioni 400. Mheshimiwa Rais, tutatembea pamoja. Nasema kwamba kutoka leo sisi tunaomba ndugu zetu wale ambao ni maazimu wetu, kama wewe unataka kufanya mkutano, wewe fanya mkutano yako kule. Sisi watu kila tumbiri akae na mkia yake kwa raha yake. Sisi tukisema ni tunakaa kwa raha yetu ya vidole 2, tukae kwa vidole 2. Wao wakiamua wakae na yao, wakae na na nilivyosema tayari rais anaendelea na ziara upande wa Ikonge, kisha atakuwa akitembelea maeneo mbalimbali kama eneo la Kitutu Chache Kitutu Chache kaskazini kaunti ya Kisii. Vile vile atakuwa akizuru maeneo ya West Mugirango kuzindua ujenzi wa taasisi ya mafunzo ya udaktari eneo la West Mugirango. Kisha atakuwa akihutubia wananchi katikati mwa mji wa Nyamira. Kisha vile vile anatarajiwa maeneo ya Kegogi vile vile katika hafla ya kuzindua ujenzi wa soko la Kegogi. Kisha hii leo vile vile atatarajiwa katika maeneo ya Nyakoe kule Kitutu Chache
kusini kaunti ya Kisii katika hafla mojawapo ambayo amepangiwa ya kuzindua masuala ya ujenzi wa soko katika eneo ambalo linajulikana kama Nyakwea. Kwa hivyo tutakuwa tukiandamana na rais kuanzia hii leo na vile vile mpaka ile siku atakuwa akitamatisha ziara yake rasmi eneo nzima la Gusii. Na vile vile tunatarajia siasa chungu nzima kutoka eneo nzima la Gusii na vile vile kuhusu masuala yanayofungamana na siasa za kitaifa. Kwa hivyo tutakuwa tukiwajuza hapo baadaye Nimrod kile ambacho rais atakuwa akihutubia, vile vile na viongozi ambao ameandamana na rais katika ziara hii ya siku 4 eneo nzima la Gusii. Asante sana.